COPRA ni mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Ni taasisi iko chini ya Wizara ya Kilimo ambayo imeanzishwa kisheria na imepewa jukumu la kusimamia yale mazao ambayo hayana bodi. Mojawapo ya hayo mazao sasa ni hili zao letu la parachichi. Wote tunafahamu kwamba huko nyuma tulikuwa tunasema parachichi haina msimamizi, haina mwenyewe. Sasa parachichi ina mwenyewe na mwenyewe ndio COPRA. Tuko hapa kwa ajili ya kuendesha haya mafunzo, lakini kikubwa kabisa, kwa nini tunataka kufanya haya mafunzo? Kama nilivyosema kwamba huko nyuma tulikuwa hatuna usimamizi wa hili zao. Hii ni sehemu ya kuona namna gani tunaanza kulisimamia hili zao la parachichi. Tunaenda kurasimisha usimamizi au biashara nzima ya zao la parachichi. Katika kurasimisha huko, mojawapo ni kuona namna gani tunaweza tukafanya zile shughuli zinazohusiana kwenye mnyororo wa thamani, tunafanya zile shughuli sahihi. Mwenzangu hapa aliyetoka kuongea hapa amesema tunataka tuwe na wavunaji ambao wanaweza kuvuna kwa usahihi. Kumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye parachichi. Miongoni mwao ni upotevu wa mazao, lakini pia ubora. Na ubora unatokana na sababu nyingi. Ubora inawezekana tunaanzia huko, tumepanda miche yenye ubora, tumetunza kwa usahihi, lakini tukija pia kwenye ile sehemu ya kuvuna, tumevuna kwa usahihi. Pamoja na hayo yote, pamoja na kuwa tunataka tufanye mafunzo kwa wavunaji, lakini tunataka turasimishe ule mnyororo mzima wa zao la parachichi. Kwa maana ya kwamba kwenye kurasimisha tutakuwa tuna wavunaji waliosajiliwa lakini ambao wamepata mafunzo, lakini tutakuwa na wakala waliosajiliwa, lakini tutasajili wakulima pia. Na huo usajili wa haya makundi yote niliyoyasema, mkulima, wakala, mvunaji, mfanyabiashara yule mnunuzi, msafirishaji, yote hayo tunaenda kuyafanya kupitia mfumo rasmi wa COPRA ambao utakuwa unajulikana kama COPRA MIS. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu wa namna ambavyo tunaanza kurasimisha sasa hiyo biashara. Kwa hiyo haya mafunzo tutakapoyatoa kwenu ninyi sasa ambao umepata hii fursa, COPRA itawatambua, tutawasajili, tutakuwa na kanzi data ya wavunaji ambao wamepata mafunzo na COPRA imewatambua. Na tutatoa certificate, vyeti vya kutambulisha kwamba sasa hawa ndio wavunaji ambao wamepatiwa mafunzo, wanaweza kuvuna kwa usahihi na ndio watakao kuwa wanatumika kwenye kuvuna parachichi. Lengo tupate parachichi iliyo bora. Tunataka tuwe na matunda bora, yamevunwa kwa ubora ambayo yanaweza yakaenda huko kwenye soko yakiwa na ubora wake. Kwa hiyo hii ni sehemu tu ya kuhakikisha kwamba parachichi yetu inakuwa bora. Tunafikia yale malengo ya kuhakikisha tunapeleka bidhaa iliyo bora ili kuimarisha soko letu. Lakini ukiacha kwamba tunafanya hivi kwa ajili ya kurasimisha biashara ya parachichi, hii pia ni fursa. Kwa sababu huko mbele tunavyoendelea kusimamia zao, hakuna mtu ataruhusiwa kuingia shambani kuvuna kama hana mafunzo. Nimeona idadi kubwa ya waliopo hapa ni vijana. Watu wazima kama mimi na wazee kidogo hapo, lakini vijana ni wengi. Kwa hiyo inafurahisha kuona kwamba vijana wametambua kwamba hii ni fursa. Bado wana nafasi kubwa sana huko mbele ya kuendelea kufanya kazi kwenye hii tasnia ya zao la parachichi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tena kuwapongeza kwa mara nyingine kwa kuona kwamba hii ni fursa, muendelee kuitumia. Kwa hiyo tutatoa haya mafunzo. Tuna siku 2 za kutoa mafunzo, lakini kwa makundi tofauti mawili. Ninyi leo ni kundi la kwanza, kesho tutakuwa na kundi lingine. Tutakuwa na haya mafunzo hapa darasani kipindi cha kwanza, lakini tutaenda shambani kwa ajili ya kufanya kwa vitendo. Baada ya hapo, kama alivyosema mwenzangu hapo, tuna taarifa zenu, tutahakikisha tunaziweka vizuri na tutawasajili kuwatambua rasmi kama wavunaji wa parachichi.
Mafunzo haya hayataishia hapa. Hii ni awamu ya kwanza. Katika hii awamu ya kwanza tutafanya hapa Nyanda za Juu Kusini, kituo hiki cha kwanza, lakini tutaenda kaskazini na tutaenda kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tutafanya kwenye vituo vitatu kwa awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutakuja kuifanya baadaye, lakini kabla ya kuisha kwa mwaka huu wa fedha wa 25-26, nikimaanisha kwamba kabla ya kufikia Juni 2026 tutakuwa tumeshafanya awamu nyingine. Inawezekana tukarudi hapa au tukarudi kituo kingine, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba tumetoa mafunzo angalau kwa wavunaji wasiopungua 600 kwa awamu ya kwanza, na yatakuwa ni mafunzo endelevu. Kwa hiyo ni vema pia mkaendelea kupeleka ujumbe kwa vijana wengine, na si vijana tu, hata kwa wadau wengine ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa zao la parachichi, kuitumia hii fursa, kwa sababu COPRA iko tayari kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja ili kuhakikisha kwamba zao letu tunalifikisha mahali ambako tunahitaji lifike kwa ajili ya kuimarisha ubora.